ya kusoma ufahamu. Mtindo wa wanafunzi wa shule kuwachagua viongozi wao kinyume na mazoea yaliyokuwepo ulipokelewa kwa mihemko na kukumbatiwa na wanafunzi wengi. Wanafunzi waliouona mtindo huo kama fursa nzuri kwao kuwachagua viongozi wanaowajua. Huo ulikuwa mwisho wa kuongozwa na viongozi wa kuteuliwa na utawala wa shule. Baadhi ya walimu waliunga mkono mtindo huo kwa sababu zao mbalimbali. Walimu wengine nao walihisi kwamba wanafunzi walihitaji kuelekezwa ili wachague viongozi ambao wasingehujumu mipango ya shule. Hofu hii ilithibitishwa kupitia waliochaguliwa. Viongozi wa aina hii walisababisha migongoro baina ya wanafunzi na wasimamizi wa shule. Visa vya utovu wa nidhamu vikakolea. Baadhi ya washikadau wakapendekeza sera hii ifutuliwe mbali na kurejea mtindo wa kale. Hii ilitarajiwa kwa sababu mpini mpya huleta malengelenge mikononi. Hata hivyo, mpini ukileta malengelenge mikononi hautupwi mbali upigwa msasa. Kwa mantiki hii, wakuu wa Wizara ya Elimu wakadumisha mtindo huu. Wakawashauri wakuu wa shule kutoa elimu kwa wanafunzi kuhusu umuhimu wa kutumia hekima kuwachagua viongozi wao. Walikumbushwa kuwa ufanisi wao katika elimu ya shuleni ulitegemea uongozi bora wa wanafunzi wenzao. Wakahimizwa kuwachagua viongozi wenye nidhamu na maono wasiokinzana na malengo ya shule. Punde, hatua kwa hatua, wanafunzi wakaanza kuyaelewa na kuyatekeleza mabadiliko haya kwa kuwachagua viongozi bora. Mtindo huu ukatokea kuwa maarufu na kukubalika kwa wengi. Sasa mtindo huu umepata umaarufu na uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa washikadau wengi. Shule nyingi nchini zimepata utulivu unaoziwezesha kuendesha shughuli zao bila mizozo yoyote. Wanafunzi wanashiriki katika kudumisha nidhamu shuleni, wakiwaheshimu walimu kama wakuu wao. Wanafunzi wanatii walimu wao kwa kuelewa kuwa ni jambo nzuri, wala hawashinikizwi. Manufaa ya mtindo huo baada ya shule ni mengi. Wanapomaliza masomo ya shule, wanakuwa na uelewa kuhusu uongozi. Wanajua mapema namna ya kupiga kura na kuwachagua viongozi wanaofaa. Bila shaka hawa wamedhaliwa kuwa viongozi, yani hawa wamedhaniwa kuwa viongozi katika nyanja na idara tofauti tofauti kitaifa na kimataifa. Huu ni mfano unaoonyesha kuwa elimu inamsaidia mwanafunzi kukabili mtihani mkubwa zaidi kuliko shule, yani mtihani wa maisha. Maswali. Swali la A. Unapaswa kusoma ufahamu mara mbili. Ukisoma maswali ndio mara ya tatu unaanza kutafuta majibu ndio uelewe. Lakini kuona na papara nyingi sana za kukamilisha mtihani ndio maana ukapata alama za chini. Kwa nini baadhi ya walimu walipinga mtindo wa wanafunzi wa shule kuwachagua viongozi wao? Wangesababisha migongoro miongoni mwao. Pili, utovu wa nidhamu kukolea. Na mwisho, wangehujumu mipango ya shule. Nimesema wangesababisha migogoro miongoni mwao. Pili, utovu wa nidhamu kukolea. Tatu, wangehujumu mipango ya shule. Swali la B. Ni ushauri gani uliotolewa na wakuu wa Wizara ya Elimu ili mtindo wa wanafunzi kuchagua viongozi wao hudumu? Kwanza ni kutoa elimu kwa wanafunzi kutumia hekima kuchagua viongozi. Kutoa elimu kwa wanafunzi kutumia hekima kuchagua viongozi. Pili, waliwakumbusha ufanisi wao wa elimu ulitegemea uongozi bora wa wanafunzi. Waliwakumbusha ufanisi wao wa elimu ungetegemea uongozi bora wa wanafunzi. Na tatu, waliwahimiza kuchagua viongozi wenye nidhamu na maono.
waliwahimiza kuchagua viongozi wenye nidhamu na maono. Yasiyokinzana na malengo ya shule. Kwa hivyo nimesema, nitarudia: kutoa elimu kwa wanafunzi kutumia hekima kuchagua viongozi. Pili, waliwakumbusha ufanisi wao wa elimu ulitegemea uongozi bora wa wanafunzi. Tatu, waliwahimiza kuchagua viongozi wenye nidhamu na maono yasiyokinzana na malengo ya shule. Mtindo wa wanafunzi kuchagua viongozi wao una manufaa gani? Kwanza, shule kupata utulivu. Shule kupata utulivu. Pili, wanafunzi kudumisha nidhamu shuleni. Wanafunzi kudumisha nidhamu shuleni. Tatu, wanapata uelewa kuhusu uongozi. Wanapata uelewa kuhusu uongozi. Hapa tunazungumzia mambo kama kupiga kura, kuchagua viongozi, na mwisho kuandaliwa kwa viongozi. Kwa hivyo nilihitaji shule kupata utulivu. Pili, wanafunzi kudumisha nidhamu shuleni, na wanafunzi kupata uelewa kuhusu uongozi, yani kule kupiga kura, kuchagua viongozi, na mwisho kuandaliwa kwa viongozi. Wakati mwingi angalia zile alama zikupe tunataka majibu ngapi. Pale umepewa 4 na wewe unaandika jibu moja. Sasa tutasaidiana vipi? Swali la da: onyesha tofauti moja katika uteuzi wa viongozi wa sasa na wa zamani kwa mujibu wa kifungu. Uteuzi wa viongozi wa awali ulitegemea uongozi wa shule. Uteuzi wa viongozi wa awali ulitegemea uongozi wa shule, ilhali wa sasa unategemea wanafunzi wenyewe. Kwa hivyo ni pale kusema kuwa viongozi kitambo waliteuliwa na nani? Na uongozi wa shule. Lakini sasa unategemea nani? Wanafunzi wenyewe. Au useme pia kuna jibu jingine ungesema uteuzi wa viongozi wa zamani ulizua migongoro, ulikuwa na migongoro, ilhali wa sasa unadumisha amani, au wa sasa una nidhamu. Swali la eleza mafungu haya. Viongozi wa kuteuliwa ni wa kuchaguliwa. Viongozi wa kuchaguliwa. Pili, wameandaliwa kuwa viongozi ni wametayarishwa. Au umesema wamefunzwa au wameelimishwa. Nilikuwa nakubali mmoja wapo ya hizo, wametayarishwa au wamefunzwa au wameelimishwa. Tatu, kuwa maarufu ni kufahamika sana au kutambuliwa sana au kupendelewa sana, kujulikana sana au kutumika sana. Kwa hivyo nimesema kuwa maarufu ni pale ambapo unafahamika sana, kutambuliwa sana au kupendelewa sana au kujulikana sana au kutumika sana. Zote nilikuwa na unge makinika. Kuna mwanafunzi hapa ana 43. Yule bwana simama tena akupigie makofi. Vizuri. Haya.